Wanajimu wanaongea sana habari za nyota na huwa wako sahihi kwa sababu ni sehemu ya uumbaji, lakini hawana elimu ya habari ya nyota. Na nyota ina lugha nyingi. Mahali pengine imeitwa kama taa, alafu mahali pengine imeitwa kama nuru, lakini mahali pengine imeitwa kama mng'ao au mwanga. Bwana asifiwe. Nyota. Na nyota hii inakuwa ndani ya nafsi ya kila mwanadamu. Bwana asifiwe sana. Ile nyota ikizungumzwa, kuna mtu nyota yake iking'aa anatazamwa na watu wote. Nyota yake iking'aa anafuatwa na watu wote. Hata nyakati hizi za mvua ukiangalia, kuna wakati taa au mwanga ukiwa usiku, nyota ikiwaka usiku au taa ikiwaka usiku, unaona wadudu wengi huwa wanakimbia. Kwa hiyo nyota inafuatwa, ni mvuto, lakini pia inakimbiliwa na watu wengi. Na kila mwanadamu alipokuwa ameumbwa, Mungu aliweka hiyo kitu, lakini kwa kuthibitisha basi akavifunua kwa macho, akaviweka kwenye sayari ya ulimwengu kama ishara. Kwa hiyo mwanadamu anaumbwa, ndani yake ana nuru, na ile nuru ndio iliyokuja sasa katika nyakati za Agano Jipya ikatambulika kama Kristo. Lakini ilitambulikaje? Ni pale ukiangalia wakati amezaliwa, alizaliwa kwenye maeneo magumu kidogo ambayo hayakuwa na usafi. Ilikuwa ni kwenye samadi fulani, mbolea, au kwenye zizi fulani. Yesu akazaliwa hapo, na ilikuwa ni nyakati za hesabu, nyakati ambazo watu walikuwa wakihesabiwa kujulikana, ambayo leo tafsiri inayofahamika kama sensa. Ilikuwa ni sensa ya mji. Ni nyakati ambazo watu walikuwa wanataka kujulikana kwa idadi zao, ili umma au jamii iweze kuanza kuwahudumia wakitambulika kwa idadi. Maana yake hakuna watu wanaweza wakapata huduma. Leo utasema maji hayatufikii eneo fulani, lakini inawezekana zamani binadamu hao walikuwa wachache. Mji mzima ulikuwa na watu 300,000, kwa hiyo maji yangewatosha, umeme ungewatosha. Kwa hiyo kadri umma unavyoongezeka au kugrow, kupanuka, ndivyo pia na mahitaji yanaongezeka. Kama walikuwa wanatumia mashine horsepower 14 kwa hudumia watu 300, basi watu wakifika milioni 1 watatumia horsepower 80, kwa sababu kila idadi ya watu wanavyoongezeka ndivyo huduma zinavyoongezeka. Bwana asifiwe. Ndio maana unaweza ukakuta kuna wakati serikali inatingwa, inasakamwa. Mbona mwaka juzi tulipata hiki na hiki, mwaka huu hatujapata? Ukipita hodini ndio utajua idadi ya mwaka juzi na mwaka huu. Sasa mwanadamu yoyote anakuwa kwenye haelewi hesabu. Wengi wanakuwa hawaangalii hesabu. Nchi au mji ukiongezeka idadi ya watu, na matumizi yake yanaongezeka, matumizi ya mafuta yataongezeka, matumizi ya vitu vingine vyote yataongezeka kwa sababu ya idadi. Sasa wakati Mungu ameandaa sayari, aliweka mwezi, nyota, na hivyo ukisoma kwenye kitabu kile cha Mwanzo 37 utaona wakati wa yule kijana Yusufu au Yosefu wanamuita wenzetu, alikuwa anajulikana kama kijana mdogo sana ambaye familia yake ilikuwa haimuelewi wala haimkubali, na alikuwa ni wa mwisho kwenye miongoni mwa wazao wa mama tofauti. Kwa hiyo kijana yule, wakati Mungu ameanza kufanya mission na yeye kwa ajili ya kuinua familia au ukoo, kwa sababu familia ilikuwa tayari ishakuwa na title. Sasa wakati anataka amtoe huyu kwa ajili ya kusudi jingine, ilibidi ampelekee ndoto, na ndoto aliyompelekea, alimpelekea ndoto ya nyota, jua na mwezi. Alafu kuna ndoto iliyokuwa nyuma, kijana alikuwa ameieleza kwenye familia, ilikuwa inahusiana na namna ambavyo maganda yanaweza kumuinamia yeye kama nyota yake itapanda au nuru yake itapanda. Kwa hiyo akawa ameeleza kwa habari ya maganda, yani maana yake maganda yale yalisimama kama sehemu ya nafaka au vyakula halisi. Yani ukiangalia kwenye kile kitabu utagundua maganda yaliyozungumzika kwamba yatamuinamia 11 yaliwakilisha vitu viwili. Yaliwakilisha hesabu ya wanafamilia waliozaliwa pamoja naye katika mama tofauti, ilikuwa inawakilisha idadi, ndio maana akasema maganda yako 11. Lakini kiuhalisia pia yale maganda yalikuwa inawakilisha habari ya aina ya nafaka, aina ya vyakula, aina ya lishe itakayowafanya yeye aonekane ni juu ya wote katika wakati wa njaa. Bwana asifiwe sana.
Sasa unakwenda ile ndio ndoto. Baada ya kuikataa ile ndoto ya kwanza, Mungu akampelekea ndoto inayomhusu yeye binafsi, kwa sababu alivyopeleka ile ndoto nyingine alikuwa anaeleza juu ya familia na habari ya nchi, tabia taifa itakavyokuwa. Na alipokuwa ameieleza hawakumuelewa wao, wakaingia kwenye personal interest, wakawa kwenye matakwa binafsi. Kwa hiyo wakamuona kama hawawezi kumuinamia. Baba yake aliyekuwa na neema ya Mungu alikuwa ameiona ile, alafu akawa katika kuichekecha namna hili, akaona huyu mtoto kama atatukosea heshima, lakini akaiwakilisha kama karipio. Akamwambia sisi hatuwezi kukuinamia, yani hakuwataja ndugu watoto wake wengine. Alisema yeye baba na mama haitawezekana wao wamuinamie mtoto. Kwa hiyo aliwakilisha katika neema yake ya maono kuona kwamba hawa pengine watamuinamia kwa sababu ya habari fulani. Lakini Mungu sasa akampelekea ndoto ambayo ilikuwa inamhusu yeye na mataifa mengine. Akamwambia akaota nyota na jua na kadhalika. Ukifuatilia ile si somo langu, lakini najaribu kukupanua kwa kile ambacho nitakufundisha leo. Sema haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Basi akapelekewa ndoto ya pili ambayo ilimhusu yeye mwenyewe na utawala na maisha yake. Akaota nyota, mwezi na nini na nyota, mwezi na jua. Alipoota hivyo havikuihusu hii jamii, vile vilikuwa vinamhusu yeye, namna ambavyo ataflow katika kuwakilisha mataifa mengine kwa historia kama tulionayo leo, na kwamba atakuwa mkuu wa level gani. Sasa pointi yangu leo nitakufundisha kuhusu habari ya nyota na mafuta, na hii utaielewa vizuri. Kuna watu wengi wamekuwa nyota kwenye jamii, kuna watu wengi wamekuwa nyota kwenye familia, wamekuwa nyota, lakini matokeo wakati mwingine mtu anakuwa na kitu, yani anakuwa na nyota lakini haheshimiki kwenye jamii wala hathaminiki. Unaweza ukaona mtu amekuwa tu wa kawaida lakini akajulikana sana ulimwengu mzima, alafu ni mtu ana vitu vya kawaida, lakini wakawepo wanaofanya vitu zaidi ya yeye yule, lakini hawajulikani popote. Sasa hiyo nitakueleza hapo baadaye mwishoni, na inaweza ikakusaidia pia kuanza kujua kwamba unapomfuata Yesu wewe umfuate kwa kodi gani. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba mwisho wa Yusufu alikaa vile na vile. Kwa hiyo nyota yake ilikuwa imempa neema ya kuwa mkuu kila eneo analoenda, lakini iliambatana na vita. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nyota ya mtu pia ni baraka, ni maisha, ni faida, ni utajiri, ni neema, lakini pia ni vita. Wakati mwingine unaweza ukawa unapitia vita ambavyo havina sababu kabisa, ila Mungu anavitengeneza kwa ajili ya kukuvusha uwe level fulani. Sema haleluya. Niliwahi kuambia kwamba mimi mara nyingi nikisimama sipendi kukufundisha injili flati, kwa sababu nataka niguse maeneo ambayo utajua kwamba hata uking'oa mguu hapa utakutana nayo mtaani na utakabiliana nayo mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo lazima uelewe hii kwamba nafundisha uhalisia, wakati mwingine ni maisha ambayo mimi nimeyapitia, na nikiwa eneo fulani kwa najaribu kuwaza vitu fulani. Sema amina. Nikawa najaribu kuwaza vitu fulani juu ya maisha yangu na mahali nilikopita, kwa sababu na viwango nilivyokuwa na familia niliyotokea na maisha yaliyokuwepo kwenye ukoo wetu na maisha yetu na familia na mahali nilipo leo. Kwa hiyo nikagundua kwamba kila aina ya level niliyotaka kwenda, kwa maana ya nyota yangu ilikokuwa inanisafirisha, basi kulikuwa kila package ilikuwa ina vita vya kutaka kunasa hapo. Bwana asifiwe. Na vita vinakuja vya aina nyingi. Vingine vinaweza vikawa ni vita vya kuchukiwa, vingine ni vita vya kukataliwa, vingine vikawa ni vita vya kupinga tu kile unachokiweka wazi bayana kwenye jamii au kwenye familia. Kama nilivyokuambia kwa Yusufu, inaweza ikawa ni vile, lakini bado kumbuka kwamba nyota ndani inakuwa imeonekana, kwa sababu asiye na nyota hana vita. Bwana asifiwe sana. Mtu yoyote asiye na nyota hana vita. Wewe ukiona umeingia kila sehemu mambo yako yanaenda tu, umeingia sehemu yanaenda, basi huwezi kwenda mbali na huwezi kusamilika hata mbele za Mungu. Bwana asifiwe sana. Sasa nyota ninayotaka kuizungumza leo inaambatana na mafuta, kwa sababu nyota haiwezi kuwaka kama hakuna mafuta. Ukisoma kile kitabu cha Luka, ukianza kuandika hapo ile sura ya 4 na mstari wa 11, utaona Yesu anajaribu kutoa taarifa. Hapo nimeingilia katikati, lakini kwenye 25 kule ukianzia kwenye Mathayo sura ya 2 utaona pale mamajusi wanakimbia, wanasema tumeiona ile nyota, lakini katika moja ya vitu walivyobeba ili kwenda kujiconnect na ile nyota, walibeba manemane, wakabeba dhahabu, wakabeba na mafuta ambayo walijua kabisa kwamba lazima unapoiendea nyota yoyote kuwepo na mafuta ambayo yatakuconnect. Na mafuta leo yanawakilishwa kama Roho Mtakatifu. Sema haleluya. Jina la Bwana libarikiwe.
mafuta yanawakilishwa kama Roho Mtakatifu, lakini pia katika mwili yanawakilishwa kama mafuta halisi ambayo yanaweza kufanya kitu na yanakuwa yameconnect na yale ya kiroho, alafu yanasababisha matokeo ambayo mtu mwingine yeyote hawezi amini akiona. Sema haleluya. Basi leo ninapozungumzia habari ya nyota, nitakukumbusha juu ya kile ambacho kilifanyika pale kwa Kristo. Walikwenda wale mamajusi wakiwa na tabia mbaya, lakini walivyokuwa wameisubiri nyota kwa historia za manabii na nabii zilizotoka miaka 400 na akiwa yupo Isaya, na nabii zingine zilikuwa zimetoka tangu kile kipindi cha kina Musa, nabii zilikuwa zimetoka miaka 3614, kulikuwa kumetoka nabii nyingi sana ambazo ilikuwa ni nje ya Isaya. Lakini Isaya akawa ni nabii wa hitimisho. Yeye alizungumza, alafu mbele yake miaka michache watu wakaendelea kuyaona mambo yanatokea. Sasa wale mamajusi walikuwa wanaishi na historia za dini kwamba kuna nyota itatokea katika taifa, na hiyo nyota ikitokea itatokea upande fulani, na wakifuatilia ile nyota itahama kwenye mawingu, itakaa eneo fulani, na pale watakapoenda basi watamkuta mtu wa aina fulani. Ndio maana walipokuwa wameoteshwa kwenye ndoto zao kwamba tayari nyota imeshashuka imeonekana, walikwenda muda ule ule asubuhi alfajiri ya siku ile, ndio wakakuta ile nyota wanaifuata inawapa mwanga unaowaingiza kwenye zizi la ng'ombe. Walipoingia pale wakamkuta mtoto mchanga amezaliwa, hajawa na chochote, bado ni kichanga kinalialia pale kwenye zizi la ng'ombe, alafu bila kujali kwamba ni namna gani, kwa sababu kumbuka wao waliona nyota, lakini katika kuifata wakafika wakamuona mtoto mchanga, lakini mawazo yao hayakubadilika, wakajua nyota imebadilika, ndio huyu mtoto mchanga. Ile ilikuwa ni nyota angani, lakini sasa ardhini ni mtoto mchanga. Wakachukua dhahabu, wakachukua zawadi, wakiamini kwamba zile nabii na ile nyota iliyoonekana ilikuwa inawakusudia kuwathibitishia hiki ambacho wamekiona. Mpigie Yesu makofi na vigeregere, sema haleluya. Basi wakati huo huo unaona wakatoa zawadi zao, wakatoa manemane pale. Wakatoa manemane ni aina ya zawadi za namna fulani, lakini wengine walikuwa wamebeba kitu kinaitwa marham kwa lugha ya Kiebrania, yani mafuta mabichi. Walikuwa wanatumia mafuta mabichi, sio kama haya yametoka sijui kwenye transformer yamekaangiwa chipsi, alafu yamebakizwa hivi na nini, mengine yamekaangiwa samaki yamebakizwa alafu ndio yanapelekwa. Yale yalikuwa ni mafuta mabichi, ndio yanaitwa marham kwa lugha ya Kiebrania. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ninachotaka kusema ni nini? Kila mtu aliyekalia kiti anakuwa ni nyota kwenye eneo fulani, lakini hajawahi ona faida ya nyota yake, maisha yanayoenda sambamba na ile nyota. Mwingine ameona ni vita tu, lakini hajaona uwezo wala baraka zinazotembea na ile nyota. Kinachokuwa kimepelea ni nini? Ni mafuta ambayo yanatakiwa yawashe ile nyota iwake. Sema haleluya. Ukiangalia wakati ule Biblia inasema Yesu anawaambia watu, anasema Bwana amenitia mafuta, sema haleluya, ili kuwahubiri wale maskini ambao ni maskini. Sasa nao waanze kupata taarifa tofauti na umaskini, ni wapelekee habari njema. Kwa hiyo habari hii njema ni lazima mtu atiwe mafuta kama walivyotiwa mafuta hawa mabinti zangu hapa leo. Akishatiwa mafuta, mbingu inashuka inaanza kumtumia. Anaanza kutumiwa kwenye upako, ishara na miujiza. Anaanza kutumiwa kusababisha matokeo. Akiwatamkia watu mafanikio, wanakwenda wanafanikiwa kwa sababu amepakwa mafuta. Ndio Yesu anasema amenipaka mafuta, Roho wa Bwana ambaye ndio mafuta, Roho wa Bwana ambaye ndio special anointing, amenipaka mafuta kwenda kuwahubiri watu masikini habari njema. Lakini kuna wafungwa ambao wamefungwa na mizimu, wamefungwa na roho za kukataliwa, wamefungwa na madugdeni sugu. Hao nao amenituma pia jinsi ya kufunguliwa kwao. Watakuwa wako magerezani lakini watafunguliwa. Anaweza akawa kwenye gereza la umaskini lakini atatoka kwenye umaskini. Akasema hao watawekwa huru. Sema haleluya. Punga mkono kama unanielewa. Pigia tena Yesu makofi mazuri. Jina la Bwana libarikiwe. Hasa nyota yoyote inahitaji mafuta. Ndio maana unaona kwenye kitabu kile cha Mathayo ile sura ya 25, ukisoma ule mstari wa 4 pale, Biblia inaongelea mfano. Yesu akawaambia, ukianzia mstari wa kwanza, Biblia inasema Yesu akawaambia, ninawaletea mfano wa mbinguni, jinsi ambavyo mbingu inafanya kazi. Anasema mbingu inafanya kazi hivi: kulikuwapo wanamwali 10, yani mabinti wa chumba wazuri 10 walikuwa wameandaliwa kwenye maisha fulani ya kwenda kwa mume mmoja. Anasema katika wale mabinti walikuwa 10, lakini miongoni mwa hao walikata nusu. Anasema bwana harusi alipokuwa akikawia kutokea, hawa wengine walibeba taa
ambazo zilikuwa tayari ni nyota zao, wamefanya makeup sawa sawa, wamevaa shera nzuri, wamejimake kila mmoja kwa namna yake, lakini wakaanza kutofautiana kwenye aina ya ufahamu na mafuta. Wote wana nyota nzuri, lakini kuna shida iliyotokea. Wale waliokuwa wapumbavu wenyewe walibeba taa peke yake, hawakubeba mafuta, lakini waliokuwa werevu wako serious na maisha ya ndoa, wao walikuwa wamebeba mafuta pamoja na taa, wakiamini kwamba taa hazitawaka usiku wa manane ziwamulike na waonekane kwa bwana harusi ikiwa hazina mafuta. Sema haleluya. Pointi yangu inataka kuzungumzia aina ya mafuta ambayo unasikia kuna mwingine anaweza kuwa ni mchungaji akakataa mafuta, au akasema mafuta hayafai, na mwingine akawa ni mwinjilisti, na mwingine akawa ni nani, na mwingine akawa kuhani, wote wakasema mafuta hayafai. Ni kwa sababu ya elimu zao na uelewa wao na namna ambavyo Roho Mtakatifu anaoperate kwenye maisha yao. Kwa sababu ukizungumza habari ya Roho Mtakatifu, umezungumza special anointing inayoshuka toka kwenye mbingu kuwafuata wanadamu. Hata Yesu naye akasema, mimi nimewaona ninyi, nimewafundisha na mmenielewa, lakini sitawaacha yatima, nitawaletea yule Roho Mtakatifu. Manake nitaweka mafuta juu yenu yatakayoendelea kuwafunulia vitu ambavyo havijawahi onekana. Sema haleluya. Sema tena haleluya. Hebu mpe Yesu tena makofi kiasi. Biblia inasema wale wanamwali walikuwa 10, nao wakaelekea kwenye eneo la tukio, na wote wakiwa wamefanana, wote wakiwa na sifa za aina moja, lakini tofauti yao ni kwamba wale werevu walikuwa na mafuta. Bwana harusi anafika, walikuwa kila mmoja amewasha taa yake na inawaka, nyota yake inawaka, kwa sababu tayari kulikuwa kuna mafuta ndani yao. Wana mafuta ya kuwafanya waonekane. Lakini wale wapumbavu wenyewe walikuwa wamebeba taa, wakiwa hawajui kwamba taa inawashwa na mafuta. Walikuwa kama hawa watu fulani ninaopenda kuwasikiliza kwenye mitandao, wanaosema kwamba mafuta hayafai. Wanasema huko makanisani wanaotumia mafuta hawafai. Sikiliza nikwambie mpendwa, tangu Agano la Kale mpaka Agano Jipya, Biblia inayasema mafuta kuwa ni sehemu ya udhihirisho wa mambo mema. Haijawahi kusema mafuta hayafai. Leo tuna dini kubwa, niliwaambia siku ya Alhamisi, zile ambazo zimejengwa kwenye misingi fulani. Sisi tunasema ile dini hawana Roho Mtakatifu. Ni kweli, unaweza ukaona hivyo, hawana Roho Mtakatifu, lakini wana mafuta kwenye vitezo vyao. Ndio maana ukifika muda wanachukua uvumba wao, wanachukua na mafuta, wanawapitishia watu. Hawana Roho Mtakatifu, lakini wana mafuta ya kumwekea kila mmoja akatoka pale. Leo kuna kanisa moja la mtu na mke wake, wameanzia Mbeya, wameanzia Usukumani, wameanzia Ukerewe, wameanzia sehemu fulani, wanasema mafuta hayafai. Lakini kuna dini na miaka 460 wanaelewa mafuta kwamba inawezekana. Sawa, sisi hatuna Roho Mtakatifu, lakini tunayakubali mafuta. Ndio maana dini ni kubwa, inamiliki ardhi, inamiliki majengo ya kifahari, na watu wake wana akili nyingi, kwa sababu hao ndio wameatamia serikalini, hao ndio wameatamia vitongoji, hao ndio, kwa sababu wanatumia mafuta. Ni maombi yangu na dua mchana huu wa leo, asiweko mtu wa kufungua kinywa chake kuisema dini yoyote ambayo ilitangulia kutupa picha, ambayo ilitangulia kutupa alama, tukajua Yesu yupo na anaweza kuishi. Wacha nikuambie kanisa, unahitaji leo hii upate mafuta, nyota yako ianze kuinuka kwenye ukoo wako, kwenye familia yako, uwe mfano wa kuigwa kwenye jamii yako. Watu wote wasiwe na majibu, ukawe nayo wewe. Utakayetoka hapa umetiwa mafuta. Sema haleluya. Haleluya. Biblia inasema wale wanamwali, Yesu ndo anawaambia. Yesu anasema huu ni mfano wa kutoka wapi? Mbinguni, sio hapa duniani. Yani ndio serikali ya mbinguni. Inasema hivi, hawa wapumbavu ambao walikuwa wana taa lakini hazina mafuta, hawa walikomea nje ya geti. Bwana harusi alipokuja, ni usiku wa manane, anataka angalie, wewe wako wapi wale walioandaliwa kwa ajili yangu? Akawaona 5. Wale 5 walipouliza akaambiwa hao walisahau mafuta.
Bwana harusi akasema hawa 5 ndio wamekusudiwa, akaingia nao ukumbini. Ukawe mmoja watakaopenya kwenye eneo la uchumi kwa sababu ya mafuta utakaotiwa leo. Ukawe mmoja watakaopata vyeo kwenye hiyo ofisi kwa sababu umetiwa mafuta. Wengine wanakuambia nyota imeibiwa. Mimi sijawahi elewa, sijajua nyota anaweza kuiba nani, kwa sababu Mungu akiweka kitu ndani ya mtu, kukiiba pia ni ngumu sana. Achaneni na hizo lugha za manajimu. Au manajimu hawajui habari ya nyota. Hawajui habari ya nyota. Sasa wewe unafikiri wale mamajusi nguvu waliokuwa nayo, si wao wangeiba kabisa ile nyota ya Yesu? Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Mbarikiwe sana. Mungu awazidishie maradufu wote mlio nipatia kitu mkononi. Sema amina. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa ile mamajusi kwa uwezo na kwa neema yao, wale walipaswa waibiwe nyota sahihi, waibe nyota sahihi. Lakini Biblia inasema walipokuwa wameifuata ile nyota, walibeba vitu vya thamani. Ubarikiwe mwanangu. Walibeba vitu vya thamani, lakini walipofika wakaiona ile nyota imebadilika, imeingia kwenye nafsi ya mtu. Maandiko yanasema uchawi wao, utabiri wao, unajimu wao, roho mbaya zao zilibaki hapo mara moja, zikageuka. Kuna mafuta ambayo utaondoka nayo hapa leo, itaenda kubadilisha aina ya familia unayoimiliki, itaenda kubadilisha aina ya watu unaoishi nao, itaenda kubadilisha aina ya waliokuzunguka. Wengine wamekukataa kwenye cheo, lakini mafuta utakayotoka nayo leo yatainua neema nyingine mpya. Wote waliokuona ufai wataanza kukuamkia. Wote waliokuona hauna maana wataanza kupiga saluti. Wote waliogundua kwamba wewe si chochote wataanza kuelewa, na waliokuona una thamani watashuka mbele zako. Sema haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Unajua ni mtazamo tu. Mwambie jirani yako ni mtazamo tu. Mwambie ni mtazamo tu. Mwambie ni mtazamo tu. Bwana asifiwe sana. Barikiwe sana. Barikiwe sana. Ni mtazamo tu. Hizi dini na aina ya watu ni mtazamo tu. Kabisa kabisa. Bwana asifiwe. Amen. Watu wengi wakawa wanajaribu kufanya utafiti, na mimi nikafanya moja ya utafiti pale ambapo tunaambiwa naomba tumketi, tunazungumza tu, alafu baadaye nitawaelekeza vitu vya msingi. Kuna watu ambao wamekuwa wanasema dini hizi ziko hivi na hivi na hivi, na ni kweli inawezekana, mimi sikatai, sababu mimi ni mwanatheolojia wakati. Bwana asifiwe sana. Ni mwanatheolojia wakati. Sasa wanaposema hizi dini okay, zimeletwa na wazungu na nini, ni sawa. Alafu wakasema pengine sisi wa Afrika tunatakiwa tuwe na Mungu wetu. Manake turudi kuabudu mizimu yetu, mababu zetu. Alafu wakasema, wakatoa na sababu, wazungu walituletea hivi ili watutawale na nini. Mbona rais sio mzungu? Swali langu la kwanza. Kama mzungu alileta dini ili atutawale, mbona ndio kwanza waliondoka baada ya dini kuingia, wao ndo wakakimbia, nchi nyingi zikaachwa huru? Lakini kama tunaweza kufanya research ya kawaida katika historia ya church history, tunajua nchi ya kwanza duniani inaitwa Mesopotamia, ambako ndio pale Saudi Arabia, na mwanadamu wa kwanza kabisa duniani ni Mwafrika ambaye ni Adam. Bwana asifiwe sana. Na mwanadamu kama wa kwanza ni Adam, au kuna na wengine na wengine na wengine kwa elimu za aina za watu mbalimbali, lakini tuangalie, tunapoizungumza Misri tunaizungumza Ethiopia. Sema amen. Tunazungumza Ethiopia, na tunapozungumza Ethiopia tunaizungumza Kenya, Tanzania, Sudani na Uganda. Na tunapozungumza hayo maeneo, ina maana tuna uhakika kwamba kama Adamu alikuwa ni mweusi, basi na Mungu alikuwa ni mweusi. Kwa sababu ukisoma kitabu cha Mwanzo kwenye ile sura ya kwanza mstari wa 26, mahali anaposema na tumfanye mtu kwa mfano wetu,
maana yake lazima Mungu ni Mwafrika. Sasa kama sisi tunamwabudu Mungu Mwafrika, ina maana tulikuwa hatujamjua, wazungu wakatuletea Mungu wetu. Na ndiyo maana leo Afrika pepo zinaondoka na Ulaya hakuna mapepo yanayotolewa tena. Nipigie Yesu makofi kwa kuwa Mwafrika. Haleluya. Elimu tu ni mtazamo tu. Mtu anaweza akakwambia hivi akaleta theolojia nyingi na ni sahihi kabisa. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua, ukiangalia katika mataifa yote, asilimia zaidi ya 80 mali wanazoziishi wazungu zilitoka Afrika, lakini hazipo kule Ulaya, zilikuwa huko. Mtu anapofuata kitu kwako anaweza kuja na lugha yoyote. Nina maandiko mengi sitaki kuyapitia, lakini kwanza naomba tu tupitie kwenye kitabu kile cha Mathayo sura ya 2, alafu twende hapo, alafu tutasoma pia Mathayo nyingine hapo, tutakuelekeza vitu, alafu nizungumze na wewe vitu ninavyotaka kusema na wewe. Bwana asifiwe sana. Amen. Yeah. Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi, twende spidi kidogo, zamani za mfalme Herode, ndio, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Wapi yeye aliyezaliwa ambaye ni mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliiona nyota yake mashariki, sawa, nasi tumekuja kumsujudia. Ndio. Basi mfalme Herode aliposikia hayo, alifadhaika na Yerusalemu pamoja naye. Yerusalemu pale Akakusanya wakuu wa makuhani wote, ndio, na waandishi wa watu, ndio, akatafuta habari za kwao Kristo anazaliwa wapi. Kristo amezaliwa wapi? Nao akamwambia, ni katika Bethlehemu ya Uyahudi. Katika Bethlehemu ya Uyahudi. Kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii, nawe Bethlehemu katika nchi ya Yuda, hu mdogo kamwe katika majumbe wa Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakayewachunga watu wangu Israeli. Sawa. Endelea. Kisha Herode akawaita wale mamajusi faragani. Ndio, akapata faragani. Akapata kwao hakika ya muda tangu ipoonekana ile nyota. Akataka kujua muda na masaa ambayo nyota imeonekana. Herode anataka mamajusi, waganga wa kienyeji, wamwelekeze. Akawapeleka Bethlehemu, akasema shikeni njia, ndio, mkaulize sana mambo ya mtoto. Naam. Na mkisha kumwona nileteni habari, ili mimi nami niende nimsujudie. Uongo huu. Na waliposikia maneno ya mfalme, walishika njia. Natazama, anasema natazama, nyota walioiona mashariki ikawatangulia, hata ikaenda ikasimama juu ya mahali alipokuwapo mtoto. Hata ikaenda ikasimama juu ya mahali alipokuwapo mtoto. Nao walipoiona ile nyota, walifurahi furaha kubwa mno. Naam. Wakaingia nyumbani, wakamwona mtoto pamoja na Mariamu mamaye. Ndio. Wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu, uvumba na manemane. Nao wakiisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode, wakaenda zao kwao kwa njia nyingine. Mpe Bwana makofi. Yani walipokutana na ile nyota hawakurudi kwa yule mfalme, rais wa nchi. Walishajua kwamba huyu tuliyempata ni zaidi ya viongozi. Bwana asifiwe sana. Mpigie Yesu makofi wakati tusome hiki kitabu pia cha Mathayo. Naenda haraka kidogo. Mathayo kuanzia 25 sura mstari wa kwanza. Amen. Ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10. Ndio. Waliotwaa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. 5 wao walikuwa wapumbavu. 5 wale wao walikuwa ni wapumbavu. Naam, na 5 wao wenye busara. Lakini 5 wenzao walikuwa na ufahamu.
Wale waliokuwa wapumbavu ambao walikuwa wajinga walizitwaa taa zao wasitwae na mafuta pamoja nao. Bali wale wenye busara. Au sasa unajua wale wapumbavu watano ndio waliorudi nyumbani wakawa simbe. Walirudi nyumbani wakawa simbe. Bwana asifiwe sana. Hao waliokuwa wapumbavu walirudi nyumbani wakawa simbe, watu wasio na ndoo. Na kama ni kuzaa, walianza tu kuzaa nyumbani kwa sababu lamani zimeshindikana. Ndio maana sio nzuri kuachika kabisa. Usisubiri kuja kutukanwa kwenye mitandao singomaza. Sema amen. Hapa nataka niwaudhi watu. Hawa wapumbavu wenyewe walikuwa wamebeba tu taa, hawakuwa na nini? Na mafuta. Wakitaka waonekane. Na wanataka ndo gepo ambayo imetokea kwa miaka 5 mpaka 10. Huyu kijana wa mfalme anataka apewe mke. Alafu wanakwenda 10, idadi ambayo yeye alitaka. Ukienda pale mbele utakuta kijana amewachukua hao 5. Kwanza wale wakaanza fujo, wanamwambia wenzao, jamani samahani. Ile omba ile msaada. Si unajua wanaoongoza kwa kuomba msaada ni wajinga duniani. Hao ndio wanaongoza kwa kuomba msaada. Hiyo ni mahali popote. Wewe ukiona mtu kila saa anakushita kama anataka msaada, chungulia hapa. Ni mtu mvivu asiyejishughulisha na hao ndio wanungunikaji. Hao ndio wanasumbua kwa manunguniko. Mimi mjomba ameniacha. Mimi si nini. Kila siku unamkuta tu mimi imekuwa hivi na hivi. Hao ni watu wasiofanya nini? Wasio na ufahamu. Na hao ndio hata gari ikipita pala ananuna. Yaani natutimulia vumbi. Bwana asifiwe. Ikipita tu kidogo imekanyaga maji. Yaani haya mashenzi nayo yenye magari limenimwagia maji. Sasa wewe ukimlaani kila saa mtu aliyebarikiwa, utabarikiwa lini? Kwa sababu maandiko yanataka wewe umuone aliyebarikiwa alafu umtamkie baraka, uondoe umaskini wako. Mwanzo 12. Siri kubwa ya kufanikiwa sio kutembea na mtaji sokoni kwamba nataka ninunue hivi vitunguu vyote. Sio. Siri kubwa ya kufanikiwa ni kumuona mtu mmoja aliyeinuliwa, alafu wewe ukamheshimu, alafu ukapenda mafanikio yake. Lakini ukinuna tu, mtu kaja hapa akasema mimi nimeolewa, wewe ukammaindi. Mimi ni mna hela, wewe ukammaindi. Mimi nina nini, ujue wewe unazidi kujipiga umaskini wa kufa, alafu mwisho wa umaskini unakuwa mchawi. Nipigie mimi makofi ninayesema. Bwana asifiwe sana. Ni lazima tuwe makini. Angalia apostle mmoja anaitwa Paul, ambaye ananimenta mimi, sema amina. Alimwambia kijana wake mmoja Timotheo, akamwambia hawa tumewajaza Roho Mtakatifu, alafu tumewapa maarifa ya kutumika, lakini pale wanapoenda kuanza huduma waambie wawaheshimu watu wenye uwezo. Huyo ni mtume Paulo, anaelekeza kundi. Sio atoke kama Gabrieli amejaa mafuta ameshakemea pepo 2-3 aanze kuwatisha matajiri. Mimi na Mungu wako ili aonekane lazima uconnect na mtu aliyofanikiwa. Many pastors wanashuka level ya kuyathibitisha mafuta yao kwa sababu ya kupingana na wenye uwezo. Mimi nashangaaga hata watu wanaosema kiongozi fulani hafai, sijui mama Samia hafai, Magufuli hafai. Yaani kila kiongozi anayepandaga wenyewe wanasemaga hawafai. Chunguza maisha yao. Ndio hawa ambao nyumbani hawana hata vyoo vizuri. Wakiona shirika la Ulaya wanaandamana kwenda kulalamika kwamba wanafunzi wetu hawana vyoo. Yaani mzungu atoke London aje ajenge choo cha watoto wao. Sijui mnanielewa ninachosema. Yaani lazima mtu akiwa ameinuka kiwango fulani na wewe jiconnect, ukubali matokeo yake. Lakini ukisimama kuwa mfitini wa mtu ambaye amepiga hatua 5 au 2,
ujue zile mbili nazo utaziacha, utarudi moja, alafu na moja nayo ikishindikana unadondoka kabisa. Ndio maana leo tuna macorporate. Mtu wa ushirikiano na mtu wa ushirika ndio mimi hapa. Mama Veda hajui. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Ni maombi yangu na dua sasa upunguze staili ya kushikashika shavu lako kwa maisha magumu. Kwa sababu kwenye shavu hakutoki uchumi. Nataka muda wote muamini Bwana kwamba kuna package yako anasubiri pale upigwe mafuta alafu ile package ishuke. Sema haleluya. Mtu mmoja akaniambia siku moja akasema, bwana unajua nataka na mimi, alikuwa ni kijana alijoin hapa, akasema nataka na mimi niwe kama fulani. Akamtaja mwanamuziki mmoja. Kijana yule alikuwa anafanya shughuli zake hapa, ni msanii miondoko na nini hivyo, anaimba hizi nyimbo, lakini bado hajaweza hata kuingia studio ya laki. Bado anakwenda na 30,000 anatengenezewa beat zenyewe zinaanzia kwenye keyboard hapa, alafu ndio sasa zinaenda kufanywa. Bwana asifiwe sana. Mimi nikamwambia, wewe unampenda mwanamuziki gani? Akamtaja. Tulikuwa na pastor kiongozi. Nikamwambia, sasa wewe ukitaka kufanikiwa, dua zako zote mwambie Mungu akuze huduma iliyo ndani yako, alafu akupake mafuta kwenda kuwa level hiyo unayoitaka. Unapomtamani huyo atakuwa na komenta wewe, lakini pia lazima uendelee kumtafuta kwenye maombi yako, kwenye ndoto, na siku ukibahatika ukutana naye, mpe wewe pesa ulionayo, asikupe yeye. Kwa sababu ukitaka kufanikiwa na unahitaji neema iliyo juu, wewe aliye juu mpe wewe pesa. Usikubali yeye akupe pesa. Akikupa pesa yeye amekushusha. Hamjaelewa siri za kiroho. Hamjaelewa siri za kiroho. Mtu aliye juu yako mfukuzie wakati wote, mshikishe chochote. Kama kuna kitu umekitamani kwake, tamka, hiki ninachompa huyu najua yeye anavyo vingi, lakini namkabidhi hiki ili na mimi hiyo neema ije kwangu. Ninakueleza miaka 3-4 huwezi kubaki hivi. Shida yako wewe unawapiga vita waliofanikiwa. Mtu akihubiri vizuri unamvutia mdomo, badala umkubali, kwa sababu kuna mwingine hata ukimnunia Mungu ameshampaka mafuta anaenda. Hata siku moja usije ukajifanya ukawaza ukafikiri ukimchukia we mtu na Mungu amemchukia. Mungu hajatoka kijijini kwenu. Huwezi kubadilisha mtazamo. Nataka nikuambie mimi kwamba ili tukimbie pamoja ni lazima leo uanze kuwakubali waliotangulia. Unaona watu wanaoitwa chawa, wakimchawia mtu maisha yao huwa yanaongezeka. Habaki kama alivyokuwa. Anakuwa chawa. Mimi nikwambie, tajiri unayemfahamu hapa Tanzania, mpambe wake akija mtaani kwenu ni yuko kama wewe. Tajiri tusitaje majina kwa sababu sasa tuko kwenye dunia. Tusimtaje jina, ila wewe unamfahamu na pengine mnaswali msikiti mmoja kama wewe karibu. Lakini vipi yule mpambe wake, yani msaidizi wa majukumu yake, akija mtaani kwenu halingani na wewe? Ndio tajiri wa kupindukia mtaa mzima. Kwa nini? Mungu anamwambia Ibrahimu, unatoka kwenye hii familia duni na kuelekeza mahali waliko wengine ambao mtafanana, lakini ukiingia ile eneo, kwa kuwa wewe una mkono wangu mimi, utakuwa juu yao, na wale utakaowaona chini wakigundua kwamba wewe ni mtu mzuri, wakakutaja kwa uzuri, na wao nitawainua. Sema amen. Hasa nchi zetu au maeneo yetu kadhaa, unakuta hata kwenye familia tuna watu wengi maskini kwa sababu wote wanampiga vita yule aliyetangulia. Yaani kwenye ukoo tumezaliwa 7, anafanikiwa mmoja, hawa wote wanaanza kutengeneza uadui na yule aliyefanikiwa. Mungu hata kaa akosee, msipomwamini wa kwenu, Mungu hawezi kuwaamini ninyi. Msipomwamini aliyewatangulia. Alafu nikuulize swali. Leo tuna viongozi wa nchi hii wakati inaanza inapata uhuru wake, rais alikuwa ni mwanaume, lakini nchi ilikuwa na nembo ya bibi na bwana. Hujawahi waza kitu hicho?
Awamu ya 6 ndio anakuja anatokea kuikamilisha nembo hile ya pili. Na watu leo wamekomaa kusema huyo hafai. Mimi nakuuliza, unaposema huyo hafai, lakini tayari yuko kwenye jibu ambalo mbingu imelikubali. Kuna watu ukimkataa umejikataa, na kuna watu ukimkubali umejikubali. Narudia kusema neno hili. Kuna mtu ukimkataa umejikataa wewe, na kuna mtu ukimkubali umejikubali. Ishike hiyo, itakusaidia. Mimi nilikuwa nawaza hivi, siku tukiwa tumeondoka kwenda mbinguni, tunafika getini tukaambiwa kwamba nyinyi hammo kwenye hii listi ya mbinguni. Zile sadaka zetu tutarudishiwa au ndio itakuwa imetoka? Zile sadaka zetu, tuko getini ndio umeahirishwa, unaambiwa getini ili wenzio wote wanaingia huko, lakini wewe hapana, wewe rudi huko. Sasa zile sadaka, siongelei wewe kudai, maana unaweza kuwa na pressure hata usiweze kuiomba, lakini utarudishiwa au ndio itakuwa imetoka? Tumpigie Mungu makofi. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Tumalizie haka kipengele. Naam. Bali wale wenye busara, walitwaa mafuta katika vyombo vyao, walichukua mafuta alafu wakatia kwenye vyombo vyao, pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, na bwana harusi alipokuwa amejichelewesha, yani alipokawia, alipokuwa amechelewa, wote wakasinzia, wote wakapigwa usingizi, wakalala usingizi. Kumi wote wakasinzia. Bwana harusi amechelewa, ni usiku wa manane. Walitegemea wampokee saa 2. Wameambiwa ukumbini. Ndio maana unaona leo wanaingia maharusi saa 2:30, saa 3 na nini. Yule alikuwa ni bwana harusi wa kipekee. Ukumbini aliingia saa 9. Ndio ilikuwa interview yake. Na hii yote pengine na yeye alikuwa anavizia aone, maana yake watu wakilala akitoka usingizini ndio unajua alikuwa mzuri au mbaya. Na kabla mjaona, washauri leo, tembelea familia za wale mnao wahisi alfajiri. Kuna mtu unaweza ukamtembelea alfajiri ukaahirisha mpango uliokuwa nao. Yaani unamkuta ni kizibo kuliko ulivyowahi kuwaza. Mwambie jirani yako, uliyempata uliingia saa ngapi? Pigie Yesu makofi tena na vigeregere. Haleluya. Amen. Haleluya. Lakini wewe utakapopata mafuta maalum, nasema nyota yako lazima itang'aa. Ikawaje? Lakini usiku wa manane, pakawa na kelele. Haya, ndio bwana harusi huyo. Wakasema haya, bwana harusi ameingia. Tokeni mwende kumlaki. Alafu tokeni sasa mkampokee. Mara wakaondoka wanawali wale wote, ndio wakazitengeneza taa zao. Wakatengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo tu. Tupeni mafuta yenu kidogo. Yani kidocho. Ndio. Maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara, wakawajibu wakisema, sivyo, hayatatutosha sisi na ninyi. Afadhali tu shikeni pia mwende kwa wauzao mkajinunulie. Pigia Yesu makofi. Amen. Yaani wewe uko kwenye ligi na mtu alafu unamuomba msaada. Bwana asifiwe. Niliwaambia siku ile natoa uteuzi wa mitume, nikasema kitabu cha bwana mmoja kilinibariki kwenye theolojia. Anasema watu 15 walipata taarifa za baraka kwamba kuna utajiri kwenye kilomita 50 kutoka mahali walipokuwa, lakini walikuwa watu 15. Alafu miongoni mwao kulikuwa na mtu mmoja akamshirikisha mpendaye nyumbani. Akamwambia, hapa nilipo na timu yangu tumesikia kilomita 50 kuna utajiri. Mtu anayefika tu anapata neema ya kutajirika.
Wakati amevujisha siri nyumbani kule, yule aliyepokea akawaeleza majirani. Wakatoka 5, wanauliza ni sehemu gani? Wakaambiwa kutoka hapa tulipo ni kilomita 50. Kwa hiyo kilomita 50. Hao 5 wakaenda, walivyowafikia wale 15 ili wawe 20, 15 wakaambia hamkuwepo. Nyinyi kaeni kando. Na kama mnataka kuambatana na sisi, sasa tuchagueni mwendo. Hawa 15 wakasema sisi kwa sababu ndio wenye taarifa na ndio wenye uhakika, tutaondoka hapa tukikimbia kuziendea hizo baraka. Hao 5 waliochelewa kupata taarifa wakasema sisi tutatembea kuendea huo utajiri. Wakati wanaelekea, wanaanza safari, wale 15 wakatiana joto, wakaanza kukimbia. Na kweli wakaelekea, wakapotea. Hao 5 waliokuwa hawana uhakika sana lakini wameamini, wakaanza kutembea. Jamani, wamewaogopa na wale 15. Wanawaogopa kwa sababu wanasema tukifuatana nao hao watatuondoa kama walivyotuzuia kujoin. Wakaelekea. Wale waliokuwa wanakimbia sijui ni kilomita ngapi tu chache, wakaanza kuchoka kutembea. Hao waliokuwa wanatembea 5 walikuwa kila wanakopita wanasalimiana na wananchi wa vijiji vya pembeni. Wewe jamani, wapi? Tunaelekea sehemu fulani. Wale nao wanaunga. Mbele kidogo wanakutana na mwingine aliyekuwa sasa amekimbia, amechoka, hawezi hata kukimbia tena, hata kutembea hawezi. Yaani hao wanaotembea wana mwendo mmoja, lakini aliyekuwa anakimbia amechoka, hata kutembea hawezi. Wakaenda wanakuta na mwingine na mwingine. Wale 15 wakawa wanazidi kupungua, hawa wanaongezeka. Kwa nini? Wanapiga stori, wanashirikisha jamii, wanaongea na wengine, huku wanatembea, wanasema na huyu, wanasalimiana na huyu, huku wanatembea. Walipokwenda kufika, walikuwa ni zaidi ya 100 hao waliokuwa 5, lakini waliokuwa 15 hawakufika hata mmoja. Mungu anatufundisha nini? Jina la Bwana libarikiwe. 5 wamefika wakiwa 100. Wengine wameongezeka njiani kwa ajili ya amani, salamu na upendo na kadhalika, wakitembea. Waliokuwa wamekimbia wanafata mafanikio ya pupa, hawakufika hata mmoja. Baraka zikawa za watu 5 na 100, jumlisha yule aliyekuwa amevujisha siri kwao. Unafikiri aliachwa? Aliachwa? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sisi wa Pentekoste tuna shida. Tuna madhehebu makubwa yamejipanga kwenye elimu, yamejipanga kwenye utawala, yamejipanga kwenye kumiliki, lakini sisi tumeishi na kasehemu kadogo tu ka Roho Mtakatifu, tukiwatisha wengi na hatuna mafuta. Huku kwenye uchanga ndio tunatishana na Roho Mtakatifu mwenyewe. Wenye Roho Mtakatifu hawataki mafuta, na Roho Mtakatifu ndio mafuta yenyewe. Yesu anamtambulisha kama mafuta. Lakini dini imeanzia hapa jirani tu, nini, kwa labda hapa kwa Wadengereko hapa, ya mtu na mke wake tu wana branch 5 6, nao wanapiga mafuta. Mwingine yuko chini ya kava ya mtu mwingine, naye anapiga mafuta. Bwana asifiwe. Lakini Mungu anasema hata kwenye kitabu kile cha Yakobo, anasema mtu wa kwenu akiwa hawezi, mmeomba na imeshindikana, tieni mafuta pale, itavunja kila nira. Nabii mkuu Isaya kwenye kitabu chake cha Isaya sura ya 10:27 anasema kwamba ninyi hata kama mtakuwa mmewekewa nira, itavunjwa kutolewa mabegani mwenu kwa kutiwa nini? Mafuta. Nira ni nini? Ni kitanzi cha madeni, kitanzi cha magonjwa, kitanzi cha umaskini. Kitanzi ndio nira. Mtu anakueleza amekopi kadini kutoka mtaa wa pili. Nenda Romani utakuta wana mafuta madhabahu. Nenda Lutheran utakuta wana mafuta madhabahu. Angalia maisha yao. Pima na wewe maisha yako.
Kuna vitu lazima kanisa lipanuke kwa ufahamu, na lazima tuelewe. Na wale wenzetu waliopakwa mafuta, akiambiwa kuatendi saa 2 ibada inaanza, anafika saa 1:30. Mpentekoste aambiwa ibada ni saa 2, unamuona saa 6 ndo anatokea na anataka Bwana atende. Ni mambo ya ajabu, ni mambo ya ajabu. Mimi niwape siri, Mungu ni Mungu wa wote, lakini anaheshimu kanuni na utaratibu. Ndio maana mbinguni ana protocol. Amepanga wazee wake 24, amempanga mwanae wa pekee ameketi mkono wa kuume, ndio anajaribu kuwapigieni nyinyi debe. Punga mkono namna hii kama unanielewa. Unajua mimi nimependa, hata juzi walikuja watumishi mitume karibia 100 na kitu hapa juzi, mliona, na wakawa wanaongelea, wanasema wamependa utaratibu wa kanisa hii. Niliwaambia mimi kuna wakati nilipokuwa nafanya kazi Maini, sema amina, nilipokuwa nafanya kazi mgodini, nilijifunza, nilikuwa sijamjua Mungu, lakini nilikuwa na maisha fulani hivi, ila nikaona pana utaratibu sana kwa wazungu, sema haleluya. Na kitu walichonifurahisha wazungu, hata ungeenda una elimu yako, wanafika wanakubadilisha, wanakupa elimu zao ili ufanye kazi yao. Hauendi na elimu yako kwenye kazi yao. Wao wanataka uwe na idea kidogo, wakupe elimu yao ufanye kazi yao. Wako zaidi ya kiroho. Kwa nini? Kuna namna ambavyo wanakutreat ili wewe ufanye sawa na wao. Tuliingia pale, mimi nilikuwa kama driver, lakini nilipoingia wakaniambia kuna namna kwanza ya kwenda training ya first aid, kujua mambo ya pressure point na nini, ili mkiingia polini ukikuta mtu kadondoka unaanzia wapi kumsaidia. Mimi tukaingia shirika la Msalaba Mwekundu wiki 3, lakini kuna siku moja nilikuwa maeneo, sema amina. Pale nilipoambiwa nikapangiwa kitengo wiki moja iliyokuwa imebaki nimalize elimu yangu ya first aid. Nikapangiwa kwenda kuwafundisha mambo ya usafi wa mama wajawazito wanaokaribia kujifungua. Hapo ndo nilikwama, kwa sababu ilibidi ukielekezwa namna ya kuwasaidia. Mnawatafuta mtaani humo vijijini na hospitalini, unaenda kuzungumza nao, unawatengenezea mazingira awe msafi ili mtoto anapozaliwa asitokee msituni kama komando. Lazima awe msafi. Sema amina. Kila kitu kina training. Kuna mama hapa anaenda kujifungua hamna hata usafi. Mtoto akitoka, yani utafikiri komando Arnold Schwarzenegger. Kwa nini? Anatokea msituni. Hawanielewi. Hawanielewi. Punga mkono uliye nielewa. Asante. Mpe Bwana makofi vizuri na vigeregere. Sasa hiyo ndo kidogo ilinichanganya, manake usafi ule, sema amina. Usafi ule. Training zao zinakupeleka kwenye mission. Mungu naye anapotaka kumuinua mtu, kuna shule anampitisha. Umekuja kanisani, umeshindikana kwa waganga, imeshindikana hospitalini, ukifika kuna shule unapata ili Roho Mtakatifu aje aruhusiwe kushuka kwako, abadilishe mfumo wa maisha yako. Kuna elimu lazima upate, kuna neno lazima liingie, kuna kibali lazima kiachiliwe. Alafu hayo mafuta yanayozungumzwa yanawekwa kwako ili yakatoe matokeo yaliyokuwa yamekosekana. Huwezi kukalia kiti, unanena kwa lugha ukaenda ukakalia kiti. Wamenena wengi kwa lugha. Huwezi kutoka hapo unanena kwa lugha bila principles za Mungu ukafika kuwa mtawala. Lakini level ambayo Mungu anataka kanisa likamtoe mtawala atakayeondoa taifa, atakayeongoza taifa. Kwa sababu Mungu ni creator. Kama alivyokuumba ndivyo anavyozitengeneza mamlaka. Lakini ninapofika kwenye level ya mamlaka, anahitaji kanuni zifanyike. Halo? 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 Punga mkono kama unanielewa. Siwezi kuweka mkono kila juu ya mtu, ila nionyesheni mahali mnapoteka maji ya kunywa.
wakampeleka kwenye kisima. Akasema hiki ndio kisima, wakasema ndio. Akasema nipeni hicho chombo kipya. Akasema akatia chumvi ndani yake. Alipotia chumvi, akainua ile chumvi juu, akawaambia tangu leo hakutakuwepo mtu kufa wala kuzaa mapoza. Ndivyo Bwana wangu anavyosema, na mimi nasema kwenye madhabahu hii, hakutakuwepo masikini wala mtu kufa kabla ya wakati. Hakutakuwepo mtu anayekataliwa, hakutakuwepo mtu anayeugua maradhi yasiyojulikana. Nasema hatua zako kila utakapokanyaga zitaanza kutoa majibu, kila utakapotembea zitaanza kutoa dira. Nasema leta chombo kipya, maisha yako yatabadilika. Roho wa Mungu anasema kazi yako itabadilika. Nasema unahitaji kujulikana, dunia itakutambua, nchi zitakutambua, mataifa yatakutambua kwa neno la kinabii. Elisha bado ni mchanga, lakini ameachiwa koti. Elisha bado ni mchanga, lakini anaona njia iliyompeleka Elia. Haijalishi hajajaribu muujiza, lakini anasema nileteni chombo kipya. Kama hiki kijiji mnaonewa, kama huu mtaa mmeonewa, kama hii nchi mnaonewa, nileteni chombo kipya. Elia ameondoka, lakini Mungu bado yuko hapa. Elia ameondoka, lakini Mungu tuliyemtumikia nikiwa naye Elia amebaki kwenye koti hili. Nimelivaa hili koti, Mungu bado anaishi. Koti lilikuwa ni vazi, koti lilikuwa ni nguo, lakini ndani ya koti Mungu bado alikuwepo. Akasema leteni chombo kipya. Walipoleta chombo kipya, akasema tangu leo, sema tangu leo, tangu leo ile roho ya umaskini, ile roho ya madeni, ile roho ya kukataliwa, ile roho ya kansa, ile roho ya pressure, tangu leo, sema tangu leo, ile roho ya madeni, ile roho ya umaskini, nabii anasema tangu leo hakutakuwepo kufa wala kuzaa mapoza. Hakutakuwepo kufa wala kuzaa mapoza. Mtakoswa na magari, lakini hamtakufa. Mtaachwa kwenye mazingira ya aibu, lakini hamtakufa. Mtadondoka mikononi mwa wabaya, lakini hamtakufa. Nabii anasema tangu leo, tangu leo, tangu leo, tangu leo kanisa hili watu wataendesha magari. Tangu leo anasema ninatangaza mwaka wa Bwana uliokubalika, mwaka wa Bwana utakaokupa mashamba, mwaka wa Bwana utakaoimarisha mifugo kwenye banda lako, mwaka wa Bwana utakaosababisha uwe na ndoa ya heshima, mwaka wa Bwana utakaosababisha usipoteze vitu vya thamani, mwaka wa Bwana. Yesu anasema nimetiwa mafuta kuwatangazia mwaka wa Bwana uliokubalika, mwaka wa Bwana utakaopandishwa cheo, mwaka wa Bwana utakaopandishwa kwenye biashara zako, mwaka wa Bwana. Anasema tangu leo, tangu leo, tangu leo ninapendezwa na neno hilo. Nabii bila shaka, nabii bila wasiwasi anasema tangu leo kwenye kijiji hiki, kwenye jamii hii, kwenye ukoo huu hakutakuwepo kufa wala kuzalisha mapoza. Kila utakacholima kitainuka kustawi. Hakutakuwepo kufa wala kuzaa mapoza. Haijalishi umeishi umaskini, haijalishi umeishi madeni, haijalishi umeishi kukataliwa, lakini tangu leo ninapofundisha mafuta, tangu leo ninapofundisha utajiri, tangu leo utajulikana kimataifa. Umefanya harakati nyingi, bado dunia haijakujua. Umefanya biashara nyingi, bado unaenda kwa ugumu. Umetumia akili zako, umetumia mambo mengi, umetumia na pesa, umetumia na mitandao, lakini tangu leo, tangu leo ninaiona neema mpya. Tangu leo unaenda kuheshimika kwenye biashara hizo, unaenda kuheshimika kwenye ndoa ile, unaenda kuheshimika kwenye mahusiano yale. Tangu leo, naomba ukae, naomba
Jesus. Hallelujah. Nasema tangu leo. Anasema tangu leo nifungulie kitabu cha Yohana sura ya 12. Nikuonyeshe pia mafuta yatakutengenezea mahusiano yanayokusumbua. Mafuta yatakupa cheo ambacho wanakingangania watu. Amen. Tangu leo. Tangu leo. Nataka nikuonyeshe Yohana sura ya 12, tuanzie tu mstari wa kwanza. Nimalize, nataka kumaliza alafu nifanye kitu kwa watu. Amen. Basi siku sita kabla ya Pasaka Yesu alifika Bethania. Leo tunaweza sema ni kabla ya Pasaka pia. Ni siku chache tu. Amen. Tuko kwenye season ya somo ninalokufundisha. Amina. Kwa hiyo mbingu imeruhusu kitu hiki. Amina. Anasema siku 6 kabla ya Pasaka. Basi siku 6 kabla ya Pasaka. Pasaka inaanza Ijumaa Kuu. Ijumaa Kuu ndio Pasaka inaanza. Na leo mpaka Ijumaa ni siku 6. Ndio ujue leo Bwana amekukusudia wewe. Amina, amina. Jambo la tofauti. Amen. Rudia hapo mwanangu. Basi siku 6 kabla ya Pasaka. Yesu alifika Bethania. Yani hapo uelewe kwanza hivi. Alikuwa na kama wiki 3. Siku kama 21 amemfua Lazaro. Ndio. Matanga na muujiza umetokea, kijiji kizima kinashangaa, nchi nzima inashangaa. Unajua kulikuwa kuna mji unaitwa Gaza, wana theolojia. Mji ulikuwa unaitwa Gaza. Alafu kuna mji unaitwa Tel Aviv. Alafu kuna mji unaitwa Yerusalemu ambao ameutetea juzi Trump iwe mji mkuu. Sema amen. Amina. Hii miji mitatu Yesu alikuwa anaitembelea, mji mmoja tu alikuwa hajaingia. Aliingia Gaza, akaingia Yerusalemu, lakini alikuwa hajaingia Tel Aviv. Sema amen. Lakini kwenye tukio la Lazaro, baada ya kufufua, umati sasa umemkubali Yesu, wanaanza kumuelewa. Yes. Wamepinga vitu vingi, lakini ule muujiza uliwatoa nishai. Wameanza kumuelewa. Akatembelea ule mji sasa, yani kwa starehe kabisa. Yani sio kiuinjilisti. Akautembelea kwa furaha. Kwa sababu tayari ana watu mioyo yao imefunguka. Wapendwa, nataka niwaambie kitu. Mimi sijui, mimi nina baba yangu wa kiroho mmoja aliyenisalisha sala ya toba. Alafu nina baba yangu wa pili ambaye amenimenta kwenye ushauri wa maisha yangu. Nina mababa wawili. Mmoja amekuwa mshauri kwenye familia yangu, biashara zangu na huduma. Mwingine amenizaa mimi kiroho, alinisalisha sala ya toba. Sasa kwenye hiyo organization mimi nimekuwa navuna kila eneo na ninatoa kila eneo. Baba yangu wa kiroho akisema chochote mimi huwa natoa pesa. Sivutani naye, sibishani naye. Mfano hai ni jana nilikuwa sijui na nani hapa kanisani, alinipigia. Bwana alibariki. Nataka watoto wangu wa kiroho hapa kwanza, Mungu awapanue ufahamu. Muwe kama mimi au zaidi ya mimi. Maisha mtaishi ya kujidai. Maisha mtaishi ya nini? Ya kujidai. Ukifanikiwa kupitia Mungu, mafanikio yako yanadumu. Ukifanikiwa kupitia njia zingine, ni maumivu utamaliza kwa aibu. Bwana asifiwe sana. Ninachotaka kukufundisha ni nini? Yesu alipogundua kuna watoto sasa wa kiroho wanamuelewa katika ule mji wa Yerusalemu, alienda kwa furaha. Mara nyingi mimi wewe ukinifurahisha, silali kwa ajili yako. Naipasua mbingu kuhakikisha maisha yako yanabadilika. Ukiniudhi, namuombea yule na yule na yule, wewe na kuacha. Kwa sababu nitakuwa najinafiki mwenyewe, nitakuwa najidanganya. Sema amen. Nilichokilinda kwa baba yangu wa kiroho ni kutomuudhi. Nikimuudhi leo hatumalizi siku 3, nishatengeneza haraka. Juzi mliona walikuja mageneral hapa, wako kwenye bango. Mageneral wengi waliingia hapa, maprofesa
wa vyuo vya Biblia walikuja kunisimika, mliona. Baba yangu hakuja, alikuwa kwenye ziara fulani, lakini alipiga simu asubuhi tukaelewana. Alivyoona kwenye TV mambo yamebadilika, utoe zaka, lakini zaka ni mahusiano yako na Mungu. Amen. Hapa wakati tunamuona Yesu anawafuata wakina Mariam, alikuwa amemfufua kaka yao. Yule aliyekuwa marehemu amefungwa sanda, siku hiyo Yesu anarudi kule na yeye amevuta kiti amekunja 4. Aliyekuwa maiti siku 21 zilizopita, Yesu anarudi anaenda kumkuta na yeye amekalia kochi. Alafu na wale wako pale. Mariamu akafanya maandalizi mazito. Ndio hayo mafuta aliyobeba anaenda kumpaka Yesu. Mpaka wale mitume wenyewe wanakuwa wanafiki. Alafu ile timu ya mitume ile ilikuwa ina wanafiki sana. Kumbuka hao walimnafikia nani? Bartimayo walimnafikia. Ndio maana hao walioko mbele yangu, hao wanaonifuata mimi, hao hapa, najitahidi kila siku kuwaondolea unafiki mioyoni. Hawa wote hao najitahidi kila siku ni watrain. Adui anaanzia kwa hawa, haanzii huko. Ibilisi huwa anaanzia kwa hawa, anaanzia kwa hawa, haanzii kule. Sijui mnanielewa? Ukishawatengeneza hawa wakakufanana, lile kundi linafuata tu, linapenya. Sasa anaondoka kwenda pale kwenye ile familia. Lazaro naye yuko miongoni mwa waliokalia viti. Lakini kitu ninachoshangaa wapendwa, hivi Dar es Salaam mwezi wa ngapi ndio wago na baridi sana? Wa 6. Mlishasikia mwanamke anasema wanaume hao ni mbwa? Kipindi cha baridi. Wanaume ni wabaya engo zote, lakini sio mwezi wa 6. Mungu awabariki wanaume, mpe Bwana makofi na vigelegele. Mwezi kumpata mtu amekomaa, huyu mwanaume ni mbwa, hamnaga. Mwezi wa 6 nenda Njombe, Iringa, kila mwanaume anaheshimika, baba wa zamani. Ina nini baba? Nikufanyie nini? Naye aliyasema hayo si kwa kuwahurumia maskini, bali kwa kuwa ni mwivi. Kwa sababu ni mwizi. Naye ndiye aliyeshika mfuko. Na yeye ndo alikuwa amebeba mkoba. Ndio. Akavichukua. Amebeba mkoba, alafu ni mwizi. Ni mwizi. Alafu yeye ndo anapinga mambo mazuri. Akachukua vilivyotiwa humo. Basi Yesu alisema, wao wanafikiri alisaliti pale tu. Yeye alikuwa anabeba mkoba, lakini anaiba mule. Anaiba. Anachukua vilivyotiwa mule, anaiba. Yuda katika wale mitume wangapi? 12. Ndio maana yeye alikufa, alafu nafasi yake ikafidiwa na Matias. Bwana asifiwe sana. Amen. Basi Yesu alisema, lakini tuishie hapo. Sema haleluya. Amen. Sema tena haleluya. Mimi tangu leo hii ninaomba Mungu akukumbuke kwenye mambo magumu, alafu akutie mafuta, maisha yako yabadilike. Ukitiwa mafuta utaona hata afya yako inabadilika. Ukitiwa mafuta waliokuwa na kudharau wanaona tena maisha, sura yako ni nyingine. Kwa sababu utapendeza hivyo ulivyo. Sio kila siku watu wakufananisha na babu yako, sio nzuri. Kila siku watu wanakufananisha babu yako, bibi yako, wanasema hii sura kama bibi yake. Ina maana wewe umetoka kwenye game. Yaani unakwenda vibaya. Lakini mafuta, waumini wa kanisa hili wenyeji wanafahamu nguvu ya mafuta. Kwanza kijana mmoja alikuwa amefungwa pale Ifakara, amekamatwa kwa kesi. Alipakia watu, yeye akiwa ni driver taxi. Wale watu wakaingia, alikuwa anasafirisha gari mkoani. Alipoingia pale, kumbe wale jamaa wanalimfuko, kuna masilani majambazi, afu wanafukuzwa na polisi. Mbele kidogo akakamatwa. Ukaguliwa yule kijana, yeye hajui ile wala lile, anajua amechukua hela zao, kumbe ni majambazi. Wanaona silaha na nini, na yeye wakamuunganisha gerezani. Mama yake akaja hapa analia. Nikamwambia mama, Mungu ni Mungu wa haki. Kitabu cha Methali kinasema mwenye haki ataokolewa kwenye dhiki, na mtu muovu ataingia badala yake. Hilo neno nikamweleza yule mama. Nikamwambia nataka uchukue mafuta fulani. Akachukua. Alipochukua yale mafuta nikamwambia nenda gerezani Morogoro, nawa na yale mafuta.
Alafu ndani ya nafsi yako sema hivi, leo ninakutoa ndani ya hili gereza. Alafu wewe ondoka, rudi Dar es Salaam. Serikali itamtoa. Alitolewa siku ya 7. Mada. Sijui mnanielewa ninachosema? Mafuta. Wewe unayetaka maisha yako yabadilike, nataka unielewe kuhusu mafuta. Hautabaki vile ulivyo. Wengi mmetumia akili lakini hazijatoa matokeo. Nyota yako isipotiwa mafuta haiwaki. Lakini nyota yako hiyo hiyo iliyofubaa ambayo leo haikupi majibu, ikitiwa mafuta itang'aa. Pigia Yesu makofi. Simama kwa miguu yako.